na tunaomba msamaha sana kwa niaba ya Watanzania. Tunaomba msamaha sana kwa wenzetu ambao walipata madhira makubwa, kina Martha Karua, kina Dr. William Mtunga, na watu wote yule Aneti, Boniface, Faith, na wote ambao waliondolewa kwa nguvu hapa Tanzania. Tunaomba msamaha sana. Mtusamee sisi Watanzania ambao tunaomba msamaha. Viongozi wetu watakataa kuomba msamaha, sisi Chadema kwa niaba ya Watanzania tunaomba msamaha. Tunasema kwamba mtusamee, ndio hali ambayo tunapitia katika mazingira magumu ambayo tunaongozwa nayo, kwamba haki za binadamu na zile vitu ambavyo tunategemea kwamba tumeshafanikiwa kuvikamilisha na kuwa sehemu ya utamaduni wetu, hivi sasa vinaonekana kama tunaanza kupigania upya. Sisi kama Chadema tunashukuru sana hao watu wote wa jumuiya ya kimataifa ambao walijitokeza kuja kushiriki kesi ya mwenyekiti wetu, na wale ambao wameingia gharama kubwa kutoka huko na kuweza kufika hapa. Sio kama sisi tunawalipa, hatuna hizo fedha za kuwalipia hao watu. Wamefika hapa wanafuatilia kwa sababu gani? Wana jukumu la kiubinadamu na kiutu, kwamba kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaheshimiwa. Sasa katika kuja baadhi ya wanasheria na wanazuoni nguri kabisa siku ya Jumamosi ile na Jumapili, siku ya kuamkia Jumapili na kuamkia Jumatatu, wakazuiwa wasiingie katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Hapo Martha Karua ambaye mmemsikia, Faith na wakawa wamekataliwa, na baadaye tena huyu Martha Karua alikuwa hata waziri wa sheria wa Kenya, yani mwanasheria nguri wa huko Kenya, lakini anafahamika katika ukanda wa Afrika Mashariki na bara letu la Afrika na ulimwenguni. Nakuja Dr. William Mtunga. Huyu alikuwa ni jaji mkuu wa kwanza wa Kenya baada ya kuwa na katiba mpya ya 2010. Na ameweka msingi wa mfumo wa mahakama ya Kenya kuwa jinsi ulivyo. Anafika hapa Tanzania, anakatazwa, anakataliwa, anarudishwa. Alafu unategemea kwamba mambo haya ni yataishia hapo hapo. Vile vile mmemsikia huyo kijana huyo mwingine hapo jambo ameshikwa, Boniface Mwangi na huyo dada Aneti Arugaire, ambao wamefanywa vile vile leo ndio tunaambiwa kama wameondolewa. Lakini jinsi ambavyo huyu Boniface alivyofuatwa pale katika hoteli ya Serena na akawa yuko hatarini, watu hawajajitambulisha sawa sawa, au viongozi wanataka kwamba atoke nje, uongozi hata wa hoteli haujui, mpaka ikabidi pale jana asubuhi amefanya, ilikuwa ni mzingo wa fracas, watu wakashangaa, wageni wanashangaa, mtu anataka kushikwa mtero, uongozi wa hoteli haujui. Mpaka baadaye wanasheria wako pale ndio wamepambana, yule mtu akakimbilia kwa wanasheria pale, na kiongozi wa ulinzi wa hoteli akasema kwamba amwezi kumchukua mtu bila kujitambulisha nyinyi akina nani. Kwa hiyo tuna taratibu, PGO inaelekeza namna ya mtu anavyotakiwa kushikwa, lakini wenzetu hawafuati hivyo. Kwa hiyo Chadema kama chama kinalaani yale yote ambayo yalitokea. Tunaonekana kwamba tunataka kusema kwamba wasituingilie. Wasiingilie katika nini? Katika masuala yako ya kiuchumi, katika masuala yako ya kitamaduni. Wanasema hapana, katika masuala yangu jinsi gani ninashughulika na wapinzani, jinsi gani haki za binadamu zinavyotekelezwa. Napenda kuiambia serikali, napenda kumwambia rais kwamba kama sehemu ya jumuiya ya Umoja wa Mataifa, kama sehemu ya Umoja wa Afrika, kama sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania na serikali yako inabanwa na inatakiwa itekeleze haki za binadamu. Tuliposaini makubaliano ya kuingia Jumuiya ya Afrika Mashariki, tulikubaliana kwamba ule mwaka wa 99 tulikubaliana kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki ile ya kwanza iliyovunjika mwaka 77 ilikuwa imevunjika kutokana na nini? Kutokana na ule ushirikiano wa ule jumuiya kuwa inaendana na matakwa ya viongozi, haikuwa inaendana na matakwa ya watu. Agano la kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki ile mwaka 99 linataka wananchi, jumuiya hii sasa iendeshwe na nini? Na kukuza ushirikiano wa wananchi, wakiwa mtu wa mtu, lakini vile vile kiuchumi, kijamii na kitamaduni. Sasa kama jumuiya hii tukasema vile vile tutakuwa nchi ambazo zinaheshimu misingi ya demokrasia, misingi ya tutakuwa tunaheshimu haki za binadamu, tutakuwa ni watu ambao ni nini? Ni wazi.
Angalia ibara ya 5 ya katiba inavyosema. Angalia ibara ya 6 ya katiba ya agano la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunatakiwa tuendelee kwa namna hiyo. Na tunasema vile vile kwamba tutaheshimu agano la haki za binadamu, la haki za watu na binadamu la Afrika. Na vile vile tamko la haki za binadamu la ulimwengu la ule mwaka ule 48. Tutaheshimu matamko yote ya haki za binadamu. Sasa tunaposema mwisho wa siku kwamba wasituingilie, si sawa sawa. Tuliweza kuingilia kama ilikuwa sisi ni halali kuingilia makaburu yalivyokuwa kienenda. Kama sisi ilikuwa ni halali kuingilia jinsi ambavyo Idi Amin alikuwa akifanya Uganda, jinsi ambavyo Bokassa alikuwa akifanya Afrika ya Kati, jinsi ambavyo Ngwema alikuwa akifanya Equatorial Guinea, jinsi ambavyo hata ukumbuke mwaka 84 tumeziongoza nchi za Kiafrika kusema kwamba jinsi ambavyo Morocco inawatendea watu wa Sahara ya Magharibi si sawa, na kwamba Morocco iondoke katika Umoja wa Afrika. Mwaka 84 Mwalimu Nyerere akiwa mwenyekiti, amekuwa mwenyekiti kwa muda mfupi sana, ndio kwa sababu alikuwa amekataa kwa muda mrefu, lakini ili vitaka kuvunjika ule mwaka wa 84 ilibidi Mwalimu Nyerere aombwe au mwenyekiti asaidie kuweza kupeleka pale. Na nazungumza haya kwa sababu nafikiri wengi katika serikali yetu hawayafahamu. Tumejitahidi umejitahidi vitaka kufanya mkutano wake ule mwaka 82 kufanyia Tripoli. Mara 2 umeshindikana kufanyika. Quorum ilikuwa itimii. Sio nazungumzia akidi. Nchi moja ilikuwa inakosekana. Mwalimu Nyerere amekwenda msaidia Gaddafi mkutano ufanyike, ilishindikana. Mara 2. Umoja ukawa uko na hali mbaya. Kwa hiyo Rais Moi ndio rais ambaye amekuwa mwenyekiti wa OAU kwa muda mrefu zaidi. Sababu ilishindikana Gaddafi kufanya mkutano, ikabidi Moi aendelee. Sasa ule mwaka 84 Mwalimu Nyerere amesema kwamba lazima tuchukue uamuzi ambao utaweza kuweka kuhakikisha kwamba tunalinda haki za watu wa Sahara Magharibi, na vile vile tunaweza kuweka Morocco iheshimu haki za watu wa Sahara Magharibi. Kama ilikuwa ni halali kwetu sisi kuweza kuingilia mambo yale, na kama ambao tulifanya tulikemea ukiukaji wa haki za binadamu Biafra. Wewe unaona kuna ule uwanja pale Biafra pale Kinondoni, na kuna Biafra pale Msoma, kwa sababu nafahamu nilikuwa nakaa maeneo ya Biafra pale Msoma. Ilikuwa ni kwamba nilitokana na msimamo wa Tanzania fanya nini kupigania haki za binadamu na kulinda hizo hali. Tumeandamana sehemu nyingi, tumesaidia watu wajikomboe. Wa ANC walikuwa hapa, tumeanzisha na redio ile external service, ilikuwa ni kwa ajili ya kufanya nini? Ya kupeleka matangazo katika hizo nchi, kupambana na hiyo ukiukaji wa haki za binadamu na za Afrika wenzetu. Tumepinga ukiukaji wa haki za binadamu sehemu mbalimbali. Inakuwaje sasa ni haramu kwa hao wengine kuja kuangalia namna ambavyo tunaendenda pale serikali yetu inapokiuka haki za binadamu? Jumuiya ya kimataifa inayo haki ya kukemea, kulaani, kukosoa na hata kudai Tanzania ibadilishe mwenendo wake, na hata kudai uwajibikaji kwa wale ambao wanatenda matendo machafu. Na ndio maana kama ukienenda vibaya, ukiwa kama Paulo, usije kucheza na sisi, una mikono michafu. Jumuiya ya kimataifa ina haki ya kufanya nini? Ya kukuwekea vikwazo au kuweka kuzuia watu wale ambao ni viongozi ambao wanaonekana ni vinara ukiukaji wa haki za binadamu, kuwawekea vizuizi vya kusafiri hati. Ndio hapa Marekani wamewekea Makonda hiyo izuio. Nadhani wengine ambao wametoka wamefichwa.